ما رو تهدید میکنه. هم تهدید میکنه، هم با یک بیان سخیف و غیر قابل قبولی از ملت ایران صریحاً میخواد که بیایید تسلیم من بشید. Hii ni hotuba ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei wakati alipokuwa akimjibu rais wa Marekani Donald Trump kuhusu kuingilia vita vinaendelea kati ya Israel pamoja na Iran. Lakini kabla ya kufanya mashambulizi yalioondoa uhai wa kiongozi mkuu nchini Iran Ayatollah Ali Khamenei, hii ilikuwa ni hotuba rasmi ya rais wa Marekani Donald Trump. Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours. Hapa alieleza kwa undani ya kwamba operation imelenga katika maeneo muhimu ya Iran na atahakikisha Iran pamoja na serikali yake haimiliki nyuklia. Sasa Iran, Israel pamoja na Marekani, sintofahamu inawachanganya wanasiasa pamoja na wachambuzi wa siasa za kimataifa. Maswali yao ni je, mgogoro wake ulianzia wapi? Na ni nini hasa kilipelekea ukinzani baina ya mataifa hayo? Ukizingatia ya kwamba Marekani inaonekana kuwa mbali kabisa na ukinzani huo. Kufahamu kiini hasa cha mgogoro wa Israel, Iran pamoja na Marekani, mwandalizi wa makala haya ni Floyd Vitus. Mimi ni Emmanuel Goodluck. Mvutano wa Iran, Marekani pamoja na Israel sio mvutano wa jana wala leo. Ni mgogoro uliojengwa juu ya historia ndefu ya siasa, mapinduzi, mafuta, dini pamoja na maslahi ya kimataifa. Lakini ili kuelewa chanzo chake, lazima kurudi nyuma kwa karne kadhaa katika historia ya taifa la Iran. Nchi ambayo leo inajulikana kama Iran, hapo zamani ilifahamika kama Persia. Ustaarabu wa Persia ulikuwa ni miongoni mwa ustaarabu wa kale zaidi duniani, ukianzia zaidi ya miaka 2500 iliyopita katika eneo la kusini lililofahamika kama Persia. Persia lilikuwa ni jimbo la kusini ambalo ndicho kiini sahihi cha Persia, ambayo kwa sasa ndilo taifa la Iran. Hivyo mpaka kuitwa Iran ya sasa ilianza kufahamika kama Persia. Lakini March 21 mwaka 1935, katika siku ya mwaka mpya wa Kiajemi uliofahamika kama Nowruz, Shah Reza Pahlavi, ambaye wakati huo alikuwa ni kiongozi mkuu wa taifa la Iran, aliamuru mataifa yote duniani kuacha kulitumia jina la Persia na kulitambua jina la Iran kama jina jipya la taifa lake, liendane na jina halisi la nchi hiyo na utambulisho wake wa ndani, ambao wakati huo ulikuwa ukifahamika miongoni mwa Wairan pekee waliokuwa wakilitambua taifa lao kwa jina la asili la Iran. Mabadiliko ya kisiasa na utawala nchini Iran yamehusishwa na mgogoro na sintofahamu kati yake Israel pamoja na Marekani, ambao mpaka sasa umefikia kilele cha ubishani wa silaha na sio mazungumzo ya amani kama ambavyo ilikuwa awali. Kabla ya mwaka 1925, Iran ilikuwa ikiongozwa katika tawala za kifalme, utawala ambao ulifahamika kama Shah, na hapo Ahmed Shah Qajar katika uongozi wake alitengeneza uhusiano na mataifa mbalimbali kutoka magharibi kama Uingereza. Mwaka 1925, Reza Shah Pahlavi aliingia madarakani. Wakati akiingia madarakani alikutana na mikataba iliyosainiwa awali kati ya Iran na nchi nyingine juu ya makubaliano mbalimbali kuhusu mafuta yaliyokuwa yakipatikana katika taifa la Iran. Mkataba mmojawapo uliosainiwa ni ule mkataba wa mwaka 1901 uliofahamika kama Anglo-Persian Oil Company, na baadaye kubadilika tena ukitambulika kama Anglo-Iranian Oil Company, ambapo Anglo-Persian ni kwa sababu wakati huo Iran ilikuwa ikifahamika kama Persia. Na mwaka 1933, mkataba wa mafuta kati ya Iran pamoja na Uingereza uliboreshwa zaidi, na hapa maslahi ya Iran yaliongezeka, japo Uingereza aliendelea kunufaika zaidi kuliko Iran.
Mkataba huu katika maboresho yake uliongezwa udhibiti katika uchimbaji na usafirishaji wa mafuta, lakini pia uliongezwa muda wa mkataba ambao ulirefushwa na kufikia kutamatika mwaka 1993, sawa na kipindi cha miaka 60 baadaye. Reza Pahlavi baada ya muda kupita alishtuka na aliagiza kupitiwa upya kwa mkataba huo ambao aliamini kuna baadhi ya mambo hayapo sawa ndani ya mkataba. Kutokana na hilo, Uingereza nao wakashtuka. Wakati wa vita ya pili ya dunia, Uingereza iliungana na Urusi kupinga utawala wa Reza, huku wakimtuhumu kiongozi huyo kushirikiana na aliyekuwa kiongozi wa Ujerumani Adolf Hitler kufanya uhalifu. Na baadaye mwaka 1941 Uingereza na Urusi waliungana kuishambulia Iran ili kuondoa utawala wa Reza Shah Pahlavi, na hakika jambo lao lilifanikiwa. Shambulio hilo lilimuondoa madarakani Reza, na nafasi yake ilichukuliwa na mwanae aliyeitwa Mohammad Reza Pahlavi mwaka 1941, na huyu aliingia madarakani akiwa mshirika wa Marekani pamoja na Uingereza. Kwa hiyo mapinduzi ya kumuondoa baba yake Reza Shah Pahlavi ulikuwa ni mkakati wa Uingereza na Marekani ili kuendelea kunufaika na mafuta yanayotoka katika taifa la Iran. Baadaye mwaka 1951 kuliibuka mzalendo mwingine ndani ya taifa la Iran, ambapo bunge la Iran lilimchagua Mohammad Mossadegh kuwa waziri mkuu katika taifa la Iran, ambapo mara tu baada ya kuingia madarakani, Mossadegh alitaifisha makampuni ya Uingereza yaliyowekeza katika kusafirisha na kuchimba mafuta ya Iran, ambayo yalinufaika zaidi kwa mujibu wa mkataba wa mwaka 1901, na nyuma ya hapo na Uingereza na Marekani walikuwa wakinufaika na mkataba huo wakaathirika rasmi. Mossadegh alienda mbali zaidi, akaitaka Iran iongozwe kwa demokrasia, lakini pia alitaka kupunguzwa kwa muda wa utawala wa mfalme, na baadaye akajikuta akikinzana na serikali iliyopo madarakani chini ya mfalme Mohammad Reza Pahlavi. Na nchi za magharibi hazikupenda uwepo wa Mohammad Mossadegh kama waziri mkuu ndani ya taifa la Iran, maana alionekana kuwa kikwazo cha waziwazi katika harakati zao za kibiashara, na zilianza kutafuta namna rasmi ya kumuondoa katika kiti chake cha waziri mkuu. Wakati wakitafuta namna ya kumuondoa waziri mkuu Mohammad Mossadegh, ambaye Wairani wengi walimpenda sana, nchi za magharibi zilipata upenyo, ambapo mwaka 1953 mashirika ya kijasusi ya Marekani yani CIA pamoja na M16 ya Uingereza yaliweka shinikizo kwa mfalme Mohammad Reza Pahlavi amfukuze kazi waziri mkuu Mohammad Mossadegh kwa amri ya kifalme, na ilipofika Agosti mwaka huo, mfalme aliandika barua ya kumuondoa waziri mkuu, jambo lililoshindikana kwa sababu barua ilipomfikia waziri huyo alihoji, kwa nini mfalme aandike barua ya kuniondoa madarakani bila ya idhini ya bunge ambalo ndilo lililomchagua? Kwa hofu ya kutiwa nguvuni na kuondolewa madarakani na nguvu ya waziri mkuu Mohammad Mossadegh, mfalme Mohammad Reza Pahlavi alikimbia nchi hiyo, na hapo CIA na M16 yatengeneza njia nyingine ya kumpindua waziri huyo, ambapo waliamua kutumia njia ya kufadhili maandamano kwa honga wanasiasa pamoja na maafisa wa jeshi, ambapo operesheni hiyo ilibatizwa jina la Operation Ajax. Hatimaye ilifanikiwa kumuondoa madarakani Mohammad Mossadegh katika kiti cha waziri, na mfalme akarejea rasmi katika kiti chake kutoka mafichoni. Haikuishia hapo. Mapinduzi ya Iran ya mwaka 1979 yalichochewa na chuki za mlengo wa kushoto, ambapo utawala wa Shah yani mfalme ulishukiwa kuwa mshirika wa Marekani, na mapinduzi ya waziri mkuu Mohammad Mossadegh ya mwaka 1953 yaliongeza chuki na kufanya utawala wa Shah yani utawala wa kifalme kupigwa vita na wananchi wa Iran. Miongo kadhaa ya hasira dhidi ya utawala wa kifalme na ushawishi wa magharibi hatimaye ililipuka mwaka 1979 katika tukio lililojulikana kama Iranian Revolution, yani mapinduzi ya Iran. Mapinduzi yaliyoongozwa na kiongozi wa kidini Ayatollah Ruhollah Khomeini. Baada ya mapinduzi hayo ya Iran,
utawala wa kifalme uliondolewa madarakani. Iran ikawa rasmi Jamhuri ya Kiislamu na mahusiano baina ya Iran na Marekani yakavunjika kabisa, ambapo mwaka huo huo ulitokea tukio lilojulikana kama Iran Hostage Crisis, ambapo wanaharakati wa Iran walivamia ubalozi wa Marekani mjini Tehran na kuwashikilia mateka wanadiplomasia wa Marekani kwa zaidi ya siku 444. Tukio hili lilifanya uhusiano kati ya Iran na Marekani kuwa katika hali mbaya zaidi. Baada ya mapinduzi ya mwaka 1979, Iran ilitangaza kuwa haitambui Israel kama taifa halali. Viongozi wa Iran waliishutumu Israel kwa kuwakandamiza wa Palestina. Kwa upande wake, Israel imekuwa ikiona Iran kama tishio kubwa kwa usalama wake, hasa kutokana na mpango wake wa nyuklia na msaada wake kwa makundi kama Hezbollah na Hamas. Kwa miaka mingi sasa, mgogoro mkubwa kati ya Iran, Israel na Marekani umejikita katika mpango wa nyuklia wa Iran. Mataifa ya Magharibi yanaamini kuwa Iran inajaribu kutengeneza silaha za nyuklia, wakati Iran yenyewe inasema mpango wake ni kwa ajili ya uzalishaji wa nishati ya umeme. Hali hiyo imepelekea vikwazo vya kiuchumi, mashambulizi ya siri pamoja na vitisho vya vita baina ya taifa la Marekani, Israel pamoja na Iran. Leo hii mvutano baina ya Iran pamoja na Israel na Marekani bado unaendelea kuwa miongoni mwa migogoro mikubwa zaidi duniani. Mashambulizi ya kijeshi, lakini vita vya wakala kupitia makundi mbalimbali ya kijeshi kama Quds pamoja na vita vya kidiplomasia vinaendelea kutishia usalama ndani ya Mashariki ya Kati na dunia kwa ujumla. Mwaka 2015, Iran ilifikia makubaliano ya kimataifa ya nyuklia yaliyojulikana kama JCPOA yaliyolenga kudhibiti mpango wake wa nyuklia kwa kubadilishana na kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi. Hata hivyo, mwaka 2018 Marekani ilijiondoa kwenye makubaliano hayo na kurejesha vikwazo vikali dhidi ya Iran, ambapo baada ya hatua hiyo Iran ilianza tena kuongeza kiwango cha utajiri wa uranium, hali iliongeza hofu ya uwezekano wa Iran kutengeneza silaha za nyuklia. Mwaka 2025, mvutano baina ya Israel pamoja na Iran ulifikia kilele baada ya Israel kufanya mashambulizi ya ghafla dhidi ya vituo vya kijeshi na vya nyuklia ndani ya taifa la Iran, ambapo mvutano huo ulijulikana kama vita ya siku 12. Katika mashambulizi hayo, Israel ilishambulia zaidi ya vituo 100 vya kijeshi vya nyuklia, ilishambulia viongozi wa kijeshi na wanasayansi wa nyuklia wa Iran ambao waliuawa, ambapo Iran ilijibu kwa kurusha mamia ya makombora na ndege zisizo na abiria, yani drone, kuelekea Israel. Baada ya siku 12 za mapigano makali, Marekani iliingilia kati na kusaidia kupatikana kwa makubaliano ya kusitisha vita, lakini vita vilisitishwa ingawa mvutano haukuishia hapo. Mwanzoni mwa mwaka 2026 hali ilianza kuwa mbaya tena. Marekani ilianza kupeleka maelfu ya wanajeshi na silaha nyingi Mashariki ya Kati, huku Israeli ikiendelea kuonya ya kwamba Iran ilikuwa karibu kutengeneza silaha za nyuklia. Hatimaye tarehe 28 Februari mwaka 2026, Israel pamoja na Marekani zilianzisha operesheni kubwa ya kijeshi dhidi ya Iran iliyojulikana kama Operation Lion's Roar. Mashambulizi yaliyolenga vituo vya nyuklia, vituo vya makombora, miundombinu ya kijeshi pamoja na viongozi wakuu wa Iran. Katika mashambulizi ya mwanzo, viongozi kadhaa wa juu ya Iran waliuawa, akiwemo kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, kulingana na taarifa za kijeshi. Baada ya mashambulizi hayo, Iran ilijibu kwa nguvu kubwa, ambapo walirusha makombora ya ballistic kuelekea Israel, wakashambulia pia kambi za kijeshi za Marekani katika nchi za Ghuba na kutumia droni nyingi za kijeshi kuelekea Israel. Mashambulizi haya yalifanya mgogoro huo kuelekea katika maeneo mengi ya Mashariki ya Kati, ambapo Iran pia ilifunga rasmi mlango wa bahari wa Hormuz, ambao ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Hatua hiyo ilisababisha usafirishaji wa mafuta na biashara za kimataifa kuyumba kwa kiwango kikubwa. Kwa sasa mapigano kati ya Iran, Israel pamoja na Marekani bado yanaendelea na yanaonekana kuwa hatari zaidi kuliko migogoro ya miaka iliyopita. Ripoti zinaonyesha Marekani na Israel zimefanya maelfu ya mashambulizi ya anga dhidi ya taifa ya Iran, lakini Iran
imeendelea kurusha makombora na drone katika maeneo mbalimbali Mashariki ya Kati, na maelfu ya watu wameuawa na kujeruhiwa katika maeneo tofauti tofauti. Mgogoro huu pia umeanza kuiathiri dunia nzima kwa sababu bei za mafuta zinapanda katika maeneo tofauti tofauti, na usafiri wa meli katika Ghuba ya Uajemi umepungua kwa kiasi kikubwa. Baadhi ya mataifa pia yamefunga anga zao, huko safari za ndege katika maeneo mbalimbali zikizuiwa, na uchumi wa dunia unaendelea kuwa katika hatari kubwa kutokana na mgogoro unaoendelea baina ya Marekani, Iran na Israel. Huu ndio mwisho wa makala haya maalum yanayohusu kiini, maendeleo na mgogoro wa Iran, Israel pamoja na Marekani. Kwa taarifa zaidi, makala, uchambuzi, endelea kuzipata kutoka kwetu IREM TV. Mwandalizi wa makala haya ni Flowin Vitus. Mimi ni Emmanuel Goodluck.